DW. Habari za ulimwengu. Msomaji wako jioni hii ni mimi Suleiman Mwiru, lakini kwanza ni muhtasari wake. Israel yaishambulia Beirut kwa mara ya kwanza tangu makubaliano ya usitishaji wa vita. Zaidi ya watu 20 wapoteza maisha baada ya tetemeko la ardhi kutokea huko Thailand na Myanmar. Na Umoja wa Ulaya watahadharisha juu ya hali ya usalama Sudani Kusini. Habari kamili. Beirut. Israel imeushambulia mji mkuu wa Lebanon, Beirut, leo Ijumaa kwa mara ya kwanza tangu kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati yake na kundi la wanamgambo wa Hezbollah mwezi Novemba mwaka jana. Hatua hiyo ya Israel inakuja saa chache baada ya jeshi lake kusema kwamba liliyazuia makombora mawili yaliyorushwa kutokea upande wa Lebanon. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, milio mikubwa ya milipuko imesikika katika mji mkuu huo, huku moshi mkubwa ukiwa umetanda katika moja ya maeneo ambayo jeshi la Israel limeshambulia. Mapema leo, jeshi hilo lilitoa onyo kwa wakazi wa maeneo hayo yaliyo nje kidogo mwa mji wa Beirut kuondoka na kuwapa kwamba italipiza kisasi mashambulizi ya makombora inayodai kuwa yalitokea Lebanon. Hata hivyo, kundi la wanamgambo wa Hezbollah limekanusha kuhusika na mashambulizi hayo. Bangkok. Zaidi ya watu 20 wamefariki dunia kutokana na tetemeko kubwa la ardhi katika mataifa ya Myanmar na Thailand leo Ijumaa. Tetemeko hilo la ardhi limeangusha majengo kadhaa na kuyavunja madaraja. Mjini Bangkok, zaidi ya wafanyakazi 80 wamenasa kwenye kifusi cha jumba la ghorofa lililoporomoka kutokana na tetemeko hilo. Akizungumzia athari za tetemeko hilo la ardhi, Marie Manrique, ambaye ni mratibu wa shirikisho la kimataifa la mashirika ya Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu IFRC nchini Myanmar, amesema Tunajua umeme na mawasiliano yamekatika katika maeneo kadhaa ya nchi. Shirika la Msalaba Mwekundu la Myanmar limeanzisha hatua za dharura, na hivyo tunao watu wanaojitolea kutoka kwenye shirika la Msalaba Mwekundu la hapa. Kwa sasa wanahusika katika kile ninachoweza kusema ni tathmini za haraka sana na kujaribu kusaidia iwezekanavyo. Hali ni ngumu sana, lakini msaada wowote ambao wanaweza kutoa ni muhimu kwa wakati huu. Mataifa mengine ya China, Cambodia, Bangladesh na India yameripoti tetemeko hilo, ingawa hakuna taarifa za madhara makubwa. Muungano wa nchi za Ulaya tayari zimetangaza kujitolea kutoa msaada. Umoja wa Mataifa. Shirika la Umoja wa Mataifa la msaada wa chakula duniani WFP limesema leo kwamba dunia inakabiliwa na mgogoro mkubwa ambao haujawahi kushuhudiwa. Hayo ni kutokana na kupungua kwa ufadhili kwa shirika hilo kwa 40% na kuhatarisha maisha ya watu milioni 58. WFP imeongeza kwamba licha ya jitihada kubwa kutoka kwa serikali mbalimbali na watu binafsi duniani, bado shirika hilo linakabiliwa na kushuka kwa ufadhili kutoka kwa wafadhili wake wakuu. Miongoni mwa operesheni muhimu za shirika hilo zinazokabiliwa na kitisho hicho ni pamoja na zile zilizopo katika mataifa ya Afrika Mashariki kama Kenya, Somalia, Burundi, Sudani Kusini, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapo jana, WFP pia ilionya kwamba imebakiwa na chakula cha wiki 2 pekee huko Gaza, ambapo mamia ya maelfu ya watu wako katika hatari ya njaa kali na utapiamlo. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Brussels. Umoja wa Ulaya hivi leo umemtaka rais wa Sudani Kusini Salva Kiir kubadilisha msimamo wake na kupunguza mvutano baina yake na makamu wa rais wa nchi hiyo Riek Machar. Hatua hiyo inafuatia kukamatwa kwa Riek Machar, huku hofu kubwa ikiongezeka kwa nchi hiyo ipo katika hatari ya kutumbukia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Umoja wa Ulaya umesema kukamatwa kwa Machar siku ya Jumatano kunaashiria kuongezeka kwa hali wasiwasi ambayo imekuwepo kwa siku za hivi karibuni katika nchi hiyo changa zaidi duniani. Zaidi ya washirika wengine 20 wa Machar wa kisiasa na kijeshi katika serikali ya umoja wa kitaifa wamekamatwa tangu mwezi Februari, na wengi wao wakiwa wamezuiliwa. Na hatimaye kandanda.
Mahakama ya rufaa ya Uhispania imetupilia mbali kesi ya ubakaji iliyokuwa inamkabili mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Brazili na Barcelona, Dani Alves. Mahakama hiyo imeeleza kuwa kesi hiyo ilikuwa inamkabili Alves ilikuwa na mapungufu na makosa. Alves alihukumiwa kifungo cha miaka 4.5 jela mwezi Februari mwaka uliopita kwa kosa la kumbaka mwanamke katika eneo lililotengewa wageni mashuhuri kwenye klabu ya usiku ya Barcelona mnamo Disemba 31 mwaka 2022. Mahakama ya rufaa imeeleza kwamba majaji wake wanne kwa kauli moja wamekubali rufaa ya mchezaji huyo na kubadilisha hukumu dhidi yake. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Na taarifa hiyo ya habari imesomwa na Suleiman Mwiru, shukran sana. Na miongoni mwa yale tuliokuandalia jioni ya leo, Israel ushambulia mji mkuu wa Lebanon. Umoja wa Ulaya wamtaka rais wa Sudan Kusini kubadili mwelekeo wa mambo na hivyo kupunguza mvutano nchini mwake. Na Urusi yasema kitendo cha Umoja wa Ulaya kukataa kulegeza vikwazo dhidi yake kunaonyesha kuwa hautaki amani nchini Ukraine. Kumbuka tunapatikana mbashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, na pia unaweza kuacha ujumbe wako ikiwa ni pamoja na katika ukurasa wetu wa Instagram. Baadaye hapa studioni nitaweza kusomea ujumbe uliotuma. Katika sehemu yetu ya mjadala hii leo tutaangazia mzozo wa Ukraine na Urusi na hali ilivyo kufikia sasa. Lakini kabla ya yote ni kwamba Israel imeushambulia mji mkuu wa Lebanon leo Ijumaa kwa mara ya kwanza tangu makubaliano ya kusitisha vita kati yake na Hezbollah yalipomalizika mwezi Novemba mwaka jana. Imechukua hatua hiyo muda mfupi tu baada ya jeshi lake kusema limezuia makombora mawili kutoka Lebanon. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Lebanon Nawaf Salam amelitaka jeshi lake kuwabaini mara moja na pia kuwakamata waliohusika kurusha makombora kuelekea Israel. Mengi zaidi na Angela Mdungu. Kulingana na shirika la habari la Associated Press, sauti ya mlipuko mkubwa imesikika katika mji mkuu Beirut na moshi umeshuhudiwa ukitokea kwenye eneo ambalo jeshi la Israel liliapa kulilenga. Mapema Ijumaa, jeshi hilo lilitoa onyo kwa wakazi likiwataka waondoke haraka katika baadhi ya maeneo yaliyo nje kidogo mwa mji huo mkuu na kwamba lingelipa kisasi kutokana na mashambulizi yaliyofanywa kaskazini mwa Israel kutoka Lebanon. Maeneo haya yaliyoshambuliwa yanafahamika kuwa ngome kuu ya kundi la Hezbollah. Kundi hilo hata hivyo limekanusha kuwa halikuhusika na mashambulizi hayo na limesema Israel inatafuta sababu ya kuendelea kuishambulia Beirut. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amelaani mashambulizi ya Israel dhidi ya taifa lake na kile alichokitaja kuwa jaribio la kurejesha upya vurugu katika nchi hiyo ndogo. Ameitoa kauli hiyo wakati wa mkutano wake na wanahabari akiwa sambamba na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron mjini Paris. Kwa bahati mbaya tumepokea habari kuhusu kusini na Beirut na kurejea upya kwa mvutano na uchokozi wa Israel ndani ya nchi yetu na karibu na mji mkuu. Ni wazi kuwa tunalaani hili vikali na kukataa shambulio au jaribio lolote la kuirudisha Lebanon kwenye machafuko. Muhimu zaidi, kinachotokea kinaongeza dhamira yetu na nia tulionayo ya kuijenga nchi na jeshi letu na kuongeza udhibiti wetu kwenye ardhi yetu yote ili kuilinda Lebanon na watu wake. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Lebanon Nawaf Salam amelitaka jeshi la nchi yake lifanye uchunguzi mara moja ili kuwabaini na kuwakamata waliohusika kurusha makombora kuelekea Israel. Naye rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema hakuna kitu chochote cha kuhalalisha mashambulizi ya Ijumaa ya Israel dhidi ya Hezbollah na kwamba atawasiliana kwa njia ya simu na rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ndani ya saa 48 zijazo ili kuyajadili mashambulizi hayo. Israel na Hezbollah walikubaliana kusitisha vita mwezi Novemba mwaka uliopita. Makubaliano haya yalitaka kundi la Hezbollah kuondoa silaha zake kusini mwa Lebanon, vikosi vya Israel viondoke nchini humo na jeshi la Lebanon liwapeleke wanajeshi wake katika eneo hilo. Tangu wakati huo kumekuwa na kushutumiana kwa pande zote za mzozo kuwa zinakiuka makubaliano ya kuweka chini silaha.
Asante sana Angela Mdungu kwa ripoti hiyo. Umoja wa Ulaya hii leo Ijumaa umemtaka Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir kubadili mwelekeo wa mambo na hivyo kupunguza mvutano nchini mwake baada ya kukamatwa kwa makamu wa kwanza wa Rais Riek Machar. Hali hiyo imezua hofu kwa nchi hiyo inaelekea kutumbukia tena kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Wakati huo huo, waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Odinga amewasili mjini Juba kwa ajili ya mazungumzo ya kutafuta mwarobaini wa mvutano nchini humo. Umoja wa Ulaya umeonyesha wasiwasi wake mkubwa kuhusu kuzuiliwa nyumbani kwa makamu wa kwanza wa rais wa Sudan Kusini Riek Machar. Msemaji wa tume hiyo Anwar El Anouni amesema Umoja wa Ulaya unatoa wito kwa Rais Salva Kiir abadili hatua yake na kuituliza hali nchini mwake. Wakati huo huo, halmashauri ya Umoja wa Ulaya imechukua hatua ya kupunguza uwepo wa wafanyakazi wake katika taifa hilo la Afrika Mashariki kutokana na kuzorota kwa usalama. Kukamatwa kwa Machar kumeashiria kuongezeka kwa hali ya wasiwasi katika nchi hiyo changa zaidi duniani. Mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu nchini Sudan Kusini, Yasmin Soka, amesema Sudan Kusini imerejea kwenye njia panda. South Sudan is standing at the crossroads. Sudan Kusini imesimama katika njia panda, lakini uongozi wake unaweza kuamua kuheshimu makubaliano ya amani na kuendeleza mafanikio ya miaka 7 iliyopita ya makubaliano hayo. Lakini ikiwa wataamua kuto kufanya hivyo, basi bila shaka wanaipandikiza Sudan Kusini katika mzozo mwingine. To plunge South Sudan back into another conflict. Makubaliano ya kugawana madaraka kati ya Kiir na Machar yamekuwa yakivurugika taratibu na hivyo kuhatarisha nchi ya Sudan Kusini kurejea kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha vifo vya watu wapatao 400,000 kati ya mwaka 2013 na 2018. Wakati huo huo, waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Odinga amewasili mjini Juba. Rais wa Kenya William Ruto, ambaye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, amemtuma Raila Odinga Sudan Kusini hii leo Ijumaa kama mpatanishi katika mzozo unaozidi kuongezeka ambao unatishia kusambaratisha mkataba tete wa amani kati ya pande mbili zinazohasimiana. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameelezea wasiwasi wake kuhusu matukio ya nchini Sudan Kusini, akisema kuwekwa kizuizini kwa makamu wa kwanza wa rais wa nchi hiyo Riek Machar kunaisogeza nchi hiyo karibu na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amewataka viongozi wa Sudan Kusini kutatua matatizo yao kwa kuzingatia na kuyaweka mbele maslahi ya wananchi wa Sudan Kusini. Ni ripoti yake Zainab Aziz, asante sana. Kundi la waasi la M23 limepeleka ujumbe wake mjini Doha nchini Qatar kukutana na mazungumzo na wakilishi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku Rwanda ambayo inatuhumiwa kuliunga mkono kwa hali na mali kundi hilo ikiwa pia inashiriki, kwa mujibu wa duru za kuaminika. Hii ni mara ya kwanza wajumbe wa serikali ya Kinshasa na wajumbe wa M23 kukutana ana kwa ana tangu kuanza kwa mzozo mpya baina pande hizo mbili mwaka 2021. Swali ni je, hatua hii inaleta matumaini ya kutanzua mgogoro huu wa vita ambao umekuwa paswa kichwa sio tu kwa Kongo bali kwa jumuiya nzima kimataifa? Swali hilo mwenzangu Daniel Agakuba amemuuliza Ali Mali, profesa wa chuo kikuu Ishie mjini Paris, ambaye pia ni mchambuzi wa siasa za ukanda wa maziwa makuu. Hatua ni ya kuridhisha, lakini kunukia amani ndio bado tutasubiri kitendawili, kwa sababu sio mara ya kwanza makubaliano kufanyika na mazungumzo kufanyika na amani ikapatikana, lakini tunaona tena mambo yanarudi kuwaka moto. Lakini ni dalili nzuri kwa kuwa wahusika wote wamekusanyika. Bwana Kagame ambaye ni mdau mkubwa yupo, serikali ya Bwana Tshisekedi ipo, na wapiganaji wa M23 pia wapo. Hali ya kwamba hawa waasi wa M23 wamekubali kwenda kuzungumza na serikali ya Kongo, wakati tunajua kwamba wiki iliyopita waligoma kwenda kuzungumza na serikali hiyo huko Angola, wakitoa hoja kwamba vikwazo ambavyo wamewekewa na Umoja wa Ulaya ndio vimekuwa ni tatizo. Sasa wamekwenda Qatar. Unadhani ni kitu gani kimewapa motisha au kimewashawishi mara hii kukubali? Hamna kingine isipokuwa ni kauli ya bosi tu. Ni kauli ya bosi. Bwana Kagame aliwaambia waende na watakwenda. Kwa hiyo ni kundi ambalo liko kwa pani
Bwana Kagame na haliwezi kujiamulia, na kama wakati ule hawakwenda Angola ni kwa sababu kulikuwa tayari agenda ya siri ya kwenda kuzungumza nchini Qatar, na hili ndilo limeendelea moja kwa moja na wao kuelekea huko. Kwa hiyo bado ni ushahidi na uthibitisho kwamba tatizo hili sio la M23 bali ni kati ya Kagame na serikali ya Kongo. Sio kwamba pengine kutokana na ushawishi wa Qatar wamegundua kwamba mara hii maslahi yao wanayopigania yanaweza kuheshimiwa? Sidhani kwamba maslahi yao yanaweza kuheshimiwa, na ni maslahi ambayo hayaeleweki na hayatekelezeki kitaifa, kwa sababu moja ya lile ambalo wanaliomba lizito ni wao kuwa walinzi wa kabila lao, yani wao wanajeshi wa nchi ya Kongo, lakini wafanye kazi kulinda kabila lao tu. Haijapatikana katika dunia nzima nchi kama hii. Kwa hiyo mimi nadhani jukumu la usalama wa wananchi na vitu vyao ni jukumu la serikali nzima, na wao wameshaingizwa ndani ya jeshi tu mara nyingi, lakini kwa kuwa sio wao wanao tatizo la Kongo, ni Rwanda. Maslahi ya Rwanda yakitekelezwa, basi na wao hawatarudi tena kusikilizika wala kuleta fujo. Pengine watu wanaunga mkono kundi hilo wanaweza sikubaliana nawe kwamba kundi hilo halina kitu ambacho linakipigania bali maslahi ya Rwanda. Lakini tuangalie upande mwingine, wakati juhudi hizi zikiendelea, kuna taarifa za kuendelea kwa mapigano katika mji wa Walikale ambao kundi la waasi wa M23 walikuwa wamedai kwamba watajiondoa katika swala zima la kutekeleza au kurahisisha amani, na jeshi la Kongo lilikuwa limesema kwamba limekaribisha hatua hiyo na halitawashambulia, lakini tunaambiwa kwamba hao waasi wameendelea kushikilia mji huo, na hapo jana kuna taarifa kwamba jeshi liliwashambulia kwa kutumia ndege za kivita. Sasa unaweza kulinganisha vipi au kuelewa vipi hii hali kwamba huko Doha wanazungumza lakini kule Walikale wanapigana? Kweli kama nilivyozungumza, tatizo la Kongo hasa halijazungumzwa. Mzizi wa tatizo la Kongo haujazungumzwa, lakini bado tunashuhudia vitendo vya uporaji, vya wizi, vya ugaidi ambavyo vinatarisha maisha ya watu. Kama ulivyozungumza, kauli ambazo zinatolewa haziheshimishwi, na hii chindo kinaendelea kutia shaka na kuvunja imani ya watu ambao wanafuatilia mazungumzo na hali ya Kongo, na hasa kwa wananchi ambao tayari wanateseka na vifo ambavyo vinazidi kuongezeka. Ni mazungumzo hayo kati ya mwenzangu Daniel Gakuba na Ali Mali, profesa wa chuo kikuu Ishi mjini Paris, ambaye pia ni mchambuzi wa siasa za ukanda wa maziwa makuu. DW tunavuma kwa kishindo.